Tunaendelea kujenga uwanja katika mambo ya fursa au katika kufungua fursa. Tunaendelea kujenga uwanja wa michezo ambao ukikamilika utaweza kutumika katika michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, yani AFCON, yatakayofanyika mwezi Juni mwakani 2027. Uwanja huo ni fursa kwenu wawekezaji kuja kuwekeza kwa ajili ya huduma zitakazotolewa kwa wachezaji na watu wote watakaoshiriki katika michuano hiyo. Kila ninapopata fursa ya kuzungumza na wananchi, imekuwa ni utaratibu wangu wa kusisitiza na kuwakumbusha kwamba umuhimu wa kuendelea kuzilinda na kuzitunza tunu hizi kwa nguvu zote. Uwekezaji, maendeleo tunayoyaona hapa, uwekezaji, utalii, biashara, ajira na huduma za jamii hayawezi kustawi katika mazingira ya vurugu na uvunjifu wa amani. Niwaombe Watanzania wenzangu, hususan vijana, msikubali kuharibu amani ya nchi yenu. Amani ndiyo kila kitu katika maisha yetu. Kwa niwaombe sana tukatae kwa nguvu zote. Kadhalika nawapongeza wananchi wote wa Kizimkazi na wa mkoa wa Kusini Unguja kwa ujumla kwa mwamko wao mkubwa katika kushiriki na kunufaika na fursa mbalimbali za maendeleo zinazoambatana na tamasha hili. Hakika mwaka huu tamasha hili limefana sana, hongereni sana. Tamasha hili limekuwa ni jukwaa muhimu la kuhamasisha shughuli za maendeleo, kwani pamoja na shughuli za burudani na michezo tumeshuhudia uzinduzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ya barabara, maji, elimu, afya, nyumba za makazi, viwanja vya michezo na mengineyo. Mheshimiwa Rais, napenda kutumia fursa hii kuahidi kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itahakikisha miradi yote iliyozinduliwa na ile itakayojengwa baadaye inatunzwa na kuendelezwa ipasavyo kwa maendeleo na ustawi wa wananchi. Natoa wito kwa wananchi kuhakikisha miundombinu inayojengwa inatumika na kutunzwa vizuri ili iweze kudumu na kutumika kwa muda mrefu kama ilivyokusudiwa. Neema ziendelee.